Kitabu cha nabii Isaya ile sura ya 61 nikianza na ule mstari wa kwanza. Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Bwana Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, naam, kuwaagisia hao waliao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya machifu, wapewe badala ya machifu, wapewe taji ya maua badala ya machifu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Kwenye Injili ya Luka sura ya 4, naomba nikarudie tena kuyasoma maneno kadhaa hapo, yanafanana sana na hayo ambayo nimeyasoma. Injili ya Luka ile sura ya 4 nikianza na ule mstari wa 16, Biblia ya kwangu imeandikwa kwa mtindo huu. Ule mstari wa 16 Biblia imesema hivi: akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kuona tena, kuwaacha huru walioteswa, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakastaajabia naam maneno ya neema iliyotoka kinywani mwake. Wakasema, je, huyu siye mwana wa Yusufu? Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu, jiponye nafsi yako, mambo yote tuliyosikia kwamba yametendeka kule Kapernaum yatendeke na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Akasema, amini amini nawaambia ya kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Naam, hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipokuwa zimefungwa miaka 3 na miezi 6. Njaa kuu ikaingia katika nchi nzima, wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Wakajaa, anasema wakajaa ghadhabu wote waliokuwemo katika sinagogi walipoyasikia hayo. Wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji na ulikuwa umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Lakini yeye alipita katikati yao akaenda zake. Jina la Yesu libarikiwe. Nimesoma vitabu viwili na maelezo marefu kidogo, lakini nilikuwa nataka uelewe picha ya kile ambacho nataka kukizungumza jioni ya leo. Ujumbe wangu wa jioni ya leo nitakuwa ninajibu swali, kwa nini Yesu Kristo alikuja duniani? Nawezekana ukawa hujafahamu ni mambo gani yalimsukuma Mungu kumleta Yesu Kristo duniani. Na mimi kama mtumishi wa Bwana jioni ya leo natamani nikujulishe mambo yaliyomsukuma Mungu Yehova aruhusu mwanae wa pekee aje duniani. Na nimesoma kitabu cha nabii Isaya. Huyu nabii Isaya, walimu wengi wanamuita kwa majina ya pembeni, wanasema ni nabii wa Masia, kwa sababu sehemu kubwa ya ujumbe wake huyu jamaa ndiye aliyetabiri habari ya kuzaliwa kwa mkombozi. Na wanahistoria na walimu wengi wanatutia moyo kwamba tuamini kwamba huyu nabii Isaya alitabiri na aminika kati ya miaka 700 hadi 800 kabla Masia hajatokea. Kwa neno hilo tunapata picha kwamba Mungu tunayesema habari zake anakujua kabla hujatokea. Yaani hata tarehe leo, kabla profesa hajapanga mkutano vitabu vya mbinguni, Mungu Yehova alisharatibu tarehe ya leo, mwezi wa leo tutakuweko hapa. Hata wewe kuja hapa hujaja kwa bahati mbaya. Mungu alijua leo utakuweko hapa. Kama aliweza kutabiri habari za miaka 800 ijayo, hawezi kushindwa mambo ya miaka 10, miaka 5. Nabii Isaya hiyo miaka 800 yeye alivutwa kwa Roho Mtakatifu
kuzaliwa. Miaka 800 baadaye anakuja mtoto anazaliwa. Huyo mtoto Yesu Kristo akatokea duniani. Yesu amekuwa kama tunavyokuwa. Sasa ni mtu mzima, muda wa kuingia kwenye huduma umefika. Biblia inasema alipoongozwa na Roho kwenda jikani, akafanya majaribio yote kule. Na inampenda Yesu kwa sababu mitihani yake yote alitoka na distinction. Alipiga yote 100%. Na ndio maana tunakuhubiri habari zake. Maana hajawahi kupata 90, hajawahi kupata 80, hajawahi kupata 99. Yesu akiingia kwenye chumba cha mtihani lazima atoke na 100. Na ndio maana tuna ujasiri wa kusema habari zake. Kama tumbo lako linahitaji operation, Yesu ni bingwa, anafanya operation bila kuhitaji kisu. Shetani akampelekea mtihani Yesu. Unampelekea mtihani Yesu, unafikiri mtihani gani utamshinda Yesu? Na ndio maana wafuasi wa Yesu tuna nguvu kumsema huyu jamaa. Wengine wote mauti ziliwakamata. Shetani akafikiri nikimpiga chini huyu jamaa, nikimweka kaburini, nitakuwa nimemaliza kazi. Kumbe ndio anamtengenezea network ili akitokea atokee kama mtu ambaye amepiga mitihani ya dunia, hata kuzimu amekwenda, amekanyaga, halafu ametoka kama mwanaume wa shoka. Na ndio maana natangaza leo, Yesu Kristo ni Bwana, Yesu Kristo ni mwanaume, Yesu Kristo ni Mwokozi. Rikaborabasaka. Yesu alimaliza mitihani yake porini. Sasa anakwenda mjini. Amefika mjini. Siku moja ameenda kwenye sinagogi la Wayahudi. Ameenda kwenye sinagogi la Wayahudi. Maandiko yanatuambia, sasa nilikuwa najiuliza mchungaji wa kanisa lile sio alikuwa vipi? Maana Yesu anaonekana hakuwa mshirika wa ile dini. Sasa Yesu ameingia ndani. Yule mchungaji akajikwaa. Leo tumetembelewa na wageni. Tunaomba mgeni tusalimie kwa neno. Shururururu. Ayarabasaka. Baba mchungaji amejikwaa. Eti tusalimie kwa neno. Yesu akatubiri tena, ukisoma vizuri inaonekana Yesu hakuwa hata na Biblia. Hakuwa na gombo la chuo. Maana Biblia inasema mtunza stoo akamletea gombo. Maana yake yeye hakuwa nayo. Naam. Unajua Yesu yeye ni neno. Yaani yeye mwenyewe ni neno. Ukimwona Yesu una neno. Ukimwona Yesu na Mungu tayari. Kwa hiyo hakuwa na haja ya kutembea na gombo. Maana yeye ni neno. Hata hapa anasoma kwa ajili yako. Lakini Yesu akisha kukupaka mafuta, yeye ndio neno. Yaani yeye ndio habari. Yeye ndio news ya kwenye magazeti. Yeye ndio story ya mjini. Yeye ndio habari hapa Ikuti. Yeye ndio habari yenyewe. Biblia inasema Yesu alipaletewa gombo, akafungua lile gombo, akatafuta mahali palipoandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu wa moyo habari ya mema. Nije niwatie nguvu wale waliokata tamaa. Maisha yamewatandika, wanatamani kufa kuliko kuishi. Anasema nimetumwa niwaambie iko nafasi ya kuishi tena. Uko uwezekano wa kubarikiwa tena. Uko uwezekano wa kuelewa tena. Uko uwezekano wa kuneemeka tena. Yesu anasema alipomaliza kusoma ile story, akawaambia, leo maneno haya yametimia masikioni mwenu. Hapo ndipo shida ilipoanza. Kwa sababu Wayahudi walikuwa wanafahamu Torati. Walikuwa wanafahamu kutafsiri jumbe za kinabii. Walikuwa wanajua zile habari zinazungumza habari ya Masiha ajaye. Kwa hiyo walikuwa wanafahamu hivyo. Kama na wao unavyofahamu. Walikuwa wanajua huyu nabii Isaya alikuwa anaongea habari za mtu atakayekuja. Sasa anaposema Yesu leo yametimia masikioni mwenu, kila mwelevu anajua. Maana yake kwa lugha nyepesi anataka kutuambia yeye ndiye Masiha. Ikaleta shida kwa wataalamu, ikaleta shida kwa Wayahudi. Wakaona kijana na kufuru, wakaona jamaa na kwanza, wakaona jamaa amejikwaa. Kama na watu wengine wa Ikuti tukihubiri Yesu anaponya, wanaona kama tumekufuru. Hatujakufuru kwa sababu ponyaji yuko hapa. Hatujakosea kwa sababu nguvu yake iko hapa. Hatujakosea kwa sababu uweza wake uko hapa. Wale jamaa wakakasirika. Mdogo anataka kusemaje? Agabulu mandono, agabulu saharo, agumwene ni
mwana wa Daudi. Mwana wa Selemani nutumenye kabisa. Mama wako Mariamu agaye eti ametimia. Sifa za Yesu zinaleta raha. Habari za Yesu zinaleta raha. Yaani kuzisema unapata afya. Yesu wakati wanashangaa, Biblia inasema walivyokuwa wamekasirika, wakamshika wamsukumize kwenye mlima aporomoke korongoni. Wakasahau kwamba Yesu yuko juu ya asili zote, yuko juu ya uumbaji wote. Maporomoko yanajua akishuka yeye ndiye mwenyewe. Bahari inajua akikanyaga lazima maji yagande. Akitaka kwenda juu hahitaji winchi, anaanza mwenyewe. Huyo ndiye Ribosaka. Ndiye tunasema habari zake Bwana. Wakamsukumiza Yesu akaondoka kaenda saa. Niache story tuende kwenye somo lenyewe. Anasemaje? Yesu akatambulisha kazi yake. Anasema Roho Bwana yuko juu yangu. Amenituma ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Hii ninachosema hapa ni habari njema. Kama una roho ya Mungu, kama unajua umeungwa na Mungu, kama unajua ni familia ya Mungu, hizi ni habari za kuchangamkia. Hizi ni habari za kufurahia. Maana nimeleta ujumbe wa matumaini kwamba iko nafasi tena ya Bwana kufanya jambo kwako. Yesu wa Biblia inasema, akasema amenituma ili kuwafungua waliofungwa. Kwa nini amekuja? Amekuja kuwafungua waliofungwa. Ikuti kijiji hili jina ni la Tukuyu hili. Sijajua kwa nini liko Mbeya jina la Tukuyu. Historia yake nafikiri unaifahamu wewe. Wewe ndio unajua kwa nini linakuja jina la Tukuyu nakuja huku Mbeya. Wewe unafahamu. Sasa Yesu anasema nimekuja kuwafungua waliofungwa. Nataka nikutangazie mtu wa Ikuti, hakuna sababu tena ya kuogopa nguvu za giza. Hakuna sababu tena ya kuogopa wachawi. Hakuna sababu tena ya kuogopa majini. Hakuna sababu tena ya kuogopa mapepo. Maana amekuja ili kuwafungua wale wote. Tunataka tuseme uzuri wa Yesu Kristo. Tunataka tuseme uwezo alionao. Tunataka tuseme mamlaka alionayo. Iko wale wote walionewa nimekuja kuwafungua. Wale wote wamekandamizwa ni wiki mbili zimepita. Tulikuwa na mkutano pale kanisani. Bishop sio watu wamekuja kuokoka, wako wengine wamekuja kuwanga mkutano. Yaani wako naelewa hiyo. Walikuja kule kwetu, binti mmoja wa form 2 katumwa na wenzake, wamekuja ametumwa na bibi wache wawange mkutano, wache waloke mkutano. Wakasahau kwamba ule sio mkutano wa siasa, ule sio mkutano wa chama, ule ni mkutano wa mwanaume. Yakabora basaka. Hatujaanza kuomba, bado tunasema sifa za Yesu, bado tunataja uwezo wa Yesu. Yesu akashindwa kuvumilia juu, akaamua waonjeshe radha yake. Wamekuja kwenye mkutano, yule mama ana mimba ya miezi 9. Naam, lakini katoto akajatoka, katoto akajazaliwa. Wamepanga nyumba moja na hako kabinti. Na nani kwambia kizazi cha damu cha ajabu. Usije ukajiona vitoto vidogo vinarusha jet, vinarusha bombardia, vinarusha ndege za ajabu kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana wenzako leo tunazo habari njema, ili ndege za kichawi zikose nafasi kwako. Lazima upatane na ujamaa. Ili mapepo yafiate mkia kwako, lazima upatane na ujamaa. Na ndio maana tumeleta habari hizi kwa wanaikuti kwamba Yesu Kristo, hakuna sababu ya kuendelea kuibiwa. Kama jioni ya leo utaikubali injili hii, nilikuja kuwafungua wale wote wamekamatwa, wale wote wamefungwa, wale wote wameshikwa. Inawezekana leo kwako. Wamekuja kwenye mkutano mchawi na mteja wake. Watu wamekuja, maana wanakaa nyumba moja. Hizi nyumba za dini za kupanga hizi. Kumbe mlango huu amepanga, mwenzake anamiliki ndege. Kumbe pale mkutanoni, kumbe kale kabinti pamoja na form 2 yake, yule mama kako kwenye tumbo ya yule mwanamke.
shahidi mimba ngapi zimeshatoroka. Na unaweza kukimbia ndoa. Mwenzako nakwambia dawa sio kutoroka ndoa. Dawa ni kujisalimisha kwa mwanaume huyu. Na nani kwambie utatoroka ndoa. Wengine mmekuwa na ndoa hazinasi mimba. Huu ni mwaka wa 3. Hata mtoto wa kusingiziwa hakuna. Nadhani kwa sababu utamaliza waganga watakupachika malimbwata yataharibu muakili yako. Lakini nadhani kwambie dawa ni moja. Nilikuja kuwafungua wale waliofungwa. Yesu Kristo yupo kufungua, yuko tayari kuweka huru. Utatoroka na kwambia utamaliza wanaume wote. Utakwenda kwenye mchepuko, utapata mtoto. Mama na nini angalia usoni. Anaenda anakwenda kutafuta mchepuko eti apate mtoto. Nadhani kwambia utamaliza wote. Hakuna mtoto. Kiwanda cha watoto ni huyu anayesema habari zake leo. Hicho ndio kiwanda cha watoto. Tena kinafiatuaga wanaume na wanawake wote wakala zote. Chenyewe kinafiatua. Na ndio maana amenituma nikutangazie hilo gereza lako inaweza kawa mwisho leo. Hicho kifungo chako inaweza kawa bye bye leo. Yule binti mwangaji amekaa kwenye ile tuba bwana haitoshi. Akaanza kuseti mitambo ashindane na madhabahu ya Mungu. Mungu huwezi kumbipu. Mungu huwezi kumfanyia majaribio. Jina lake anaitwa Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Mahali pengine amejitaja ni kuna jambo gani gumu linaweza likanishinda Yehova. Wanaweza wakawa ni wachawi, inaweza kama ni ushirikina. Anasema no, yote kwake yanawezekana. Wakija wachawi inawezekana kupigwa teke. Yakija majini inawezekana kuyafiatisha mikira. Yakija vinyamkera inawezekana kuwanyamazisha. Huyo ni Alfa na Omega. Alitoka kaburini siku ya 3 akatokea. Biblia inasema ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Anafanya kazi gani? Akiwaombea watakatifu. Na ndio maana tunamhubiri aliyetoka kaburini. Hatuna habari za kina Musa makaburi amewakamata. Watatusaidia nini? Hatuna habari za kina Petro na majina yao makubwa kwenye Biblia, lakini makaburi amewakamata. Hatuna habari na kina Petro Paulo, makaburi amewashika. Sisi tunatoka na aliyeshinda mauti, aliyetoka kaburini akachomoka mzima, akatoka na afya. Jioni ya leo anakwenda kufanya jambo hapa. Hivi ninavyoendelea kusema, kama kuna mapepo, kama kuna chini, unaanza kupata joto. Maana simba, haleluya. Yule binti, hatujamaliza mkutano, bado tuko kwenye jukwaa. Pepo zikashindwa kuvumilia, uzalendo kazishinda, zikajisalimisha. Wala hatukuita maprofesa wakemee, wala hatukuita madokta wakemee. Churina raba koroba saka. Hii ndio sifa ya Yesu ya ajabu. Napenda sifa ya Yesu. Anasema na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Haijalishi una cheo gani, haijalishi una CV gani, haijalishi una madarasa gani. Ukishaamini, Yesu anaachilia upako, Yesu anaachilia mahubiri. Sio Yesu wa madaraja. Yesu niliye naye ndiye Yesu wa bishop. Yesu niliye naye ndiye Yesu wa askofu mkuu. Na tutakayempata leo ni huyo huyo, na upako ni ule ule tutakuachia kama utasema ndio kwake. Na ndio maana tuliokoka hatupigani simu kwa wachungaji. Baba mchungaji samahani, naomba maombi. Nini? Naomba shetani amejiinua. Amenukaje? Yamekuja madudu. Mengine liko kichwani huko kwenye nyumba, kwenye pala nyumbani. Huko karibu na kola huko. Ninafanya nini? Ninaimba nyimbo sasa baba mchungaji. Nashindwa kutoka nyimbo, kutoka nje. Ninaimbaje? Wewe, sielewani. Vijana waliopata Yesu, watu waliompata Yesu, likija na staili hizo, basi hiyo sauti yako ni flat, badilisha. Maana hiyo pande yako hainoki. Hatutishiwi nyao, tuliona Yesu. Hatutishiwi pusi, tuliona Yesu. Hatutishiwi bungi, tuliona Yesu. Hatutishiwi vinapela. Na ndio maana nakuhamasisha na wewe, patana na huyu jamaa. Utahama mitaa mingapi hapa wapi Kuti? Wewe zamani ulikuwa unaishi na Nyara kule, ukahamia hapo juu panaitwa kilichokukimbiza usiku kilala. Mama asubuhi akasema, mtaa una uchuro, mimi nahama. Akahamia kule kunaitwaje kwa pembeni kule, nipate
jina yake Pastor nani wa Indala kule? Wapi? Nyina manake mama yake. Alitakuleteje? Ajui majina yako juu. Ukahamia kule Swaya kwa mzee nani? Kule ni kweli hayako ya hii. Kule hayako. Ila kule Swaya yako ya wow. Asubuhi kumekucha. Umfai. Kule afadhali yako ya hii. Huku ya wow haya. Utafikiri katoto. Ukaamua hamia Ikuti hapa. Hapa Ikuti yale ya hii kweli hayapo. Yale ya wow kweli hayapo. Ila hapa ukilala usiku utasikia babu kwenye mabati. Utachakaza kabati lako. Utachakaza kitanda chako kwa kuhama mitaa. Mwenzako jioni ya leo ninazo habari njema. Kwa nini Yesu alikuja? Ili kuwafungua wale waliofungwa, walokole waliopokea Yesu. Hatuhami mitaa kwa sababu ya ngao. Hatuhami mitaa kwa sababu ya wachawi. Sisi tunahamisha. Hama mitani ngapi mwanani? Ulihama ilikuwa likodi kule. Niangalie tu usoni usikwepese macho. Ilikuwa likodi wakati unahama ule mtawa kule juu kule karibu na Musti. Ilikuwa likodi. Baba Mosi tutakufa hapa. Tusahamu. Waka watu hapa ndio kitanda chako wanafahamu. Na godoro lako wanafahamu. Wenzako tuliona Yesu kitanda changu ni cha kwangu na mke wangu. Nikisha ingia na hamia kwangu nimejenga. Sihami kwa sababu kuna mwao. Sihami kwa sababu kuna wao. Maana ya Biblia inasema tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Imani katika Yesu inatengeneza doria. Imani katika Yesu inatengeneza ulinzi. Imani katika Yesu inatengeneza fence. Hawezi kuingia pepo wala kinyamkela. Nikumalizie story ya kule. Kule mama zimechanganya kina dogo kamzungusha nyuma. Toka pepo zikaanza kufunguka. Tulikuwa ndani ya mama fulani na hifadhi jina lake. Tulikuwa ndani ya mama fulani. Tumeshamkagua ana katoto kanaume hapo mlalaka. Hapa tumetumwa na bibi tuje tuangalie mkutano, tufanye cha kufanya. Sasa bila baba tunaona tunaungulia hapa. Vijana wakapiga toka. Wow. Utakuwaje kama dispensary wewe? Mama nani kumbuka kidogo. Kila mwezi wa mavuno ndio mwezi wako kwenda kuuguza wagonjwa. Kila tarehe za mavuno ndio tarehe za kwenda rufaa. Wewe shetani mweka kama kimbotela chake. Lakini ukiweza jioni leo, Yesu amekuja, mahindi uliyolima uyale mwenyewe. Ng'ombe uliyemfuga unywe maziwa yake. Naam, mashamba unayolima uyafaidi mwenyewe. Naomba jioni leo amua kusema, njoo hapa sasa. Nataka nikuombee wakati huu sasa. Inuka. Hapa, huyu mwanamke ni wa kwako Bwana. Huyu kijana ni wa kwako Bwana. Msaidie kuchukua maamuzi. Msaidie kutoa maamuzi. Msaidie kusema ndio katika jina la Yesu hai. Naomba ukiwa bado umetulia mbele za Bwana. Na uone mkono wa Roho Mtakatifu kwa Bwana wa Mungu ali hai. Katika jina la Yesu. Laana hayakimbia, hayatoroka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe chini, wewe pepo, wewe nguvu za giza, naachilia moto. Moto wa Yesu, moto wa Roho katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, naachilia moto.